Hii ni TriGen Media. Karibu sana kama kawaida yetu kupitia TriGen Media. Kila juma lazima tukukutanisha na fikra za Mubali na Mapuli. Hapa ndipo ambapo tunapata wasaa mchache tu wa kuchakata masuala mbalimbali. Tunachakata pia masuala ya kihabari ambazo zinakuwa zinachukua nafasi kubwa, lakini vile vile tunachakata masuala ya habari ambazo tukiamka, tukishinda, tukilala, tunalala nayo, tunaamka nayo, tunaishi nayo. Hii ni TriGen Media na tunapatikana katika akaunti yetu ya YouTube ambayo ni TriGen Media. Nenda kwenye YouTube account yako hapo, ukiandika tu TriGen Media utaona hivi. Naam, hiyo ni TriGen. Jiunge nasi hapo ili usipitwe na fikra za Mubali na Mapuli pamoja na habari mbalimbali, lakini vile vile makala za kuelimisha na kuhabarisha. Karibu sana. Leo tunaendelea na fikra. Leo tunafikiri nini? Ya kufikiri yako mengi sana, lakini ninaamini kama una miaka 18 na kuendelea mbele, umeshawahi kuhudhuria kwenye sherehe za harusi. Kama sio wewe mwenyewe kuoa, umeolewa, au kama sivyo kuna nduguyo kaoa kaolewa, ama kama sivyo umeozesha binti yako, umeozesha kijana wako. Yako mengi huko kwenye siku ya harusi. Kila mtu ni kujimwaya mwaya, nguo mpya, kila kitu kipya, chakula, vinywaji, alimradi kwamba kila kitu kiende sasa. Lakini kuna jambo leo fikra zangu na Mubali zikasema hebu tulichungulie kidogo. Kwenye sherehe zetu za harusi, utakubaliana na mimi ama utanipa fikra zako pia kupitia maoni hapo kwenye YouTube account yetu. Kuna kile kipengele maarufu kuliko vipengele vyote, kipengele cha zawadi. Pale bana huwa ndio muda mrefu natumika kuliko muda wa chakula wala utambulisho wala nini. Lakini sasa kuna kitu pale ambacho mimi binafsi, pengine hata na wewe, huwa naona kinafanyika sana, lakini si cha kawaida, kinahitaji mjadala na fikra. Kwa nini huwa kiko hivyo? Kwenye kipengele cha zawadi, kwa nini mama wa aidha bibi harusi ama bwana harusi ndio hutunzwa, sio baba? Fikra leo zinataka zikae hapo. Niko na ndugu yangu Mubali. Mambo vipi? Umenikumbusha sana kwa sababu unapozungumza fikra za leo kama ulivyodokeza katika utangulizi, mimi nitaanza kuangalia kama kawaida. Unajua tulivyokuwa naangalia fikra za mali ya urithi, nikakumbuka tena wimbo. Ndio. Leo umekumbuka wimbo gani? Nikumbusha wimbo. Zipo nyimbo nyingi sana, nani kama mama, nyingine nyingi. Lakini juzi nikasikia wimbo mmoja tu. Nakumbuka maneno machache. Baba ni kichwa. Baba, yani yeye baba ni kichwa. Hapo kwa ila ni kati ya nyimbo adimu sana. Tutakuja tuchomekea hapo kwenye nyimbo pia. Nyimbo za mama ni nyingi kuliko za baba. Ni nyingi ya. Nani kama mama? Mpaka taarabu ziko mama. Hapo kile kina nasi mwanamke hulkasi, mwanamke nani, wanawake na maendeleo, kina vikamata, ziko nyingi. Kila kitu. Lakini za baba kwa kweli tutakuja tutafika hapo. Lakini tuna nusu. Nachomoa. Sawa. Wanachomekea tu. Lakini Mubali sasa hili limekuwa likifanyika sana kwenye sherehe za harusi, na ninaamini kwa fikra zangu mimi, sijui za kwako, linakuwa linafedhehesha wakina baba, japo wanaweza kusema kwamba inafika muda zawadi zinatoka kwa wingi, lakini there comes a point ambayo mama anaambiwa apite pale mbele, anaketi kwenye kiti, anakalishwa. Zinaanza kugongwa hizo umeziimba sasa. Nani kama mama za kutosha. Lakini wakati huo mshua naye yuko ameganda pale, anakunywa zake bia, anakunywa zake juisi au maji, na hapo anasubiri huruma ya MC. Kwamba MC atafika sema kama huyu mzee si mzee anajisikieje. Mama wakati huo pale amefunikwa matenge, kawekewa mpunga majirani. Alafu bado hotuba pia ya mtoto aseme maneno machache. Ndio. Bila wewe mama sijui ningekuwa wapi. Sasa tuanzie hapo. Wewe fikra zako zimekaaje kwenye hilo? Kwa nini mama sio baba, au kwa nini sio wote wawili kama wapo? Zipo sababu nyingi Mapuli, tukijaribu kuangalia. Kuna sababu za kihisia, kuna sababu za kisaikolojia, na kuna sababu za kikampeni pia. Nimesema nini? Kikampeni. Hapo tutakaa pia. Kihisia na kimahusiano unakuta kwamba mama huyu ni ile muunganiko wa kisaikolojia. Tangu ujauzito mpaka ile mama amejifungua, mtu wa karibu aliye naye ni mama. Lakini kile anacholishwa yule mtoto, sawa? Hata tuseme kile anachonyonya,
baba hapo ametoweka, ameenda vitani kuhakikisha kwamba huyu mama mke wangu ale vizuri ili maziwa yatoke aweze kunyonya. Unaona anavyoshiriki baba. Lakini mtoto anayemuona pale ni nani? Ni mama. Inakuja katika utu uzima sasa, ile shuleni na nini, mshua naondoka, jamani chumbani, wanapeana chumbani. Ndio maana mimi kuna wakati nilikuwa nawaza kina baba sasa washituke, kuwe na mkutano wa hadhara wa familia wa kukabidhi kwamba leo mmekula nyama nilitoa mimi mnapewa risiti ya ada tufike kwa sababu patapitwa sana kama kuwa na postmortem nyumbani. Kwa hiyo zile ni sababu za nini, za kimajukumu. Kwamba katika majukumu mtu ambaye anafanya ile final product ile, yani ile nani, zao la mwisho, kumbe jamali pambana, aliporudi usiku, kwa sababu ataondoka asubuhi, kule chumbani alikabidhi kuna ada ya fulani, kuna ada ya John. Sasa mama asubuhi anaanza kampeni. Ndio ile nilisema hoja ya kampeni, wanangu leo hamtanione, tabidi niamke mapema zaidi hapa. Sijui hata kula mtachelewa. Kwa nini? Naenda kuwalipia ada. Hivi kipi kigumu? Kutafuta ada na kwenda kwa mawakala wa benki. Akirudi yeye ndiye anayekabidhi risiti. Unaona anapoanza kubaki baba. Akirudi hao watoto wamelala. Hawapati ile hadithi ya kwamba si hamjaniona toka asubuhi. Nilikuwa napambana na nimerudi na ada ya Wema Puli. Na nimerudi nayo. Kwa hiyo ile ni ya kimajukumu. Kwa nikacheni kamnyororo fulani kanaanzia mbali. Mle ndani kanachanganya humu kampeni hizo ambao wakina mama kujipiga kifua kusimama pale, na huwa wana vijisentensi vyao. Kwa kweli basi tu mama yenu, na wakati fulani akina baba wanasingiziwa. Na hangaika tu na nyie. Alienda huko mkoani, atakuwa labda na hangaika tu na wanawake wengine, imekuja ile hisia ya wivu. Kumbe jamaa anapambana tu kikweli. Kuna nani moja nilikuwa naona, jamaa mmoja akawa amepigiwa simu na mke wake. Pale bwana amepokea. Asa unafanya nini? Na kuna kitu alikuwa amebeba, kitu kizito. Kwa hiyo anaongea sasa, kwa nini hujanipigia toka asubuhi huko kwa wanawake zako? Hizo clip nyingi. Kuna mwamba mmoja nilimuona naye, mwamba bana unajua yale magunia ya mahindi yale. Mwamba bana ameenda kwenye lori katega bega hivi. Alafu jamaa akashusha gunia pale kabeba, alafu watu wakachukua ile picha wakakapiga kama hapo. Nakuta mama nakupigia simu akija upokee, kwa sababu huko na issue kama umeshika gunia ni kubwa, umeshika huko na huko, uweze kushika simu. Hapo nakuta message kwamba napiga simu zangu upokee huko tu, busy na hao. Anyway, kwa hiyo kuna jukumu hilo la kimalezi. Lakini pia ukiangalia mambo mengine, kuna matarajio ya kijamii, kisaikolojia, social. Tusiende kwanza mbali, nibakie hapo nataka nizipate zaidi fikra zako. Naam. Umesema inaanzia huku chini kwamba pengine baba anatoa hiki anampa mama hiki kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya familia, lakini mama lakini ambao ni kawaida, sio? Ni kawaida tu. Sio kama babu unafika mezani unashika wallet unahesabu unampa mama kama hiyo hapa kesho utanunua shati, hii kesho utanunua nyama, hapana. Unampa chumbani. Na hapo anaweza kasema katika ile kipengele cha campaign, anaweza kasema baba yenu leo nilimngangania, maana yake hizo hela singetoa. Kama nisingekoma. Nisingekoma, simeona alitoa hapa. Nisingemkazia leo najaribu kuitazama kwa upana wake kwenye aspect hiyo. Naam. Ya sasa bado maswali ni mengi na fikra zinapaswa kukaa hapa zaidi. Kwa sababu mimi nimekwenda harusi nyingi sana. Wewe pia ninaamini hivyo, hata mtazamaji naye amekwenda harusi nyingi pia. Hata wiki iliyopita nilikuwa kwenye nami pia nilikuwa kwenye harusi wiki nyingine kule. Kwa hiyo tunakwenda mara kwa mara. Sasa kuna inatokea kwenye harusi unakuta labda mwana harusi, nimuite mwana harusi japo kwa Waislamu ni jina hilo mwana harusi. Mwana harusi mmoja baba yake ndio yuko ukumbini. Lakini huwa hakuna hicho kipengele kama leo kwamba huyu mama yake pengine amechatangulia mbele za haki, ama yuko mbali, ama kwenye tofauti kati ya mama na mtoto. Mtoto amejikuta amenuiwa kwa nani? Kwa baba. Baba yuko ukumbini, mama hayupo. Ikitokea hivyo, mara nyingi harusi ambazo mimi nimekwenda, hicho kipengele huwa kinafyekwa. Ila kipengele hicho kinakuwepo kama mama na baba. Mimi niyo mkali. Mimi mwenyewe kwenye harusi yangu niliona maza alibeba vya kutosha tu, vitenge hivi nini. Mzee alipata nini? Namshua sio vitu vyake hivyo, hata mimi hata sikuelewa yani. Lakini pia nililiona sio tu kwangu, nimekuwa mara nyingi. Ulihisi kwamba hakujali, haumii ama amepuuza? Mimi sikiliza mbali. Mimi nilichokiona niliona kama ni jambo la kawaida kwa wanawake ndio wana haki
au wana uhalali wa kuzawadiwa. Lakini kwa sababu gani? Sababu sikuipata. Lakini hilo la kwangu pamoja na harusi zingine nyingi ambazo zinaenda, sioni kama jamani sasa baba wa bwana harusi ama baba wa bibi harusi anakuja mama mdogo pia, hata kama yuko mlezi, kama ni mama sio baba, hata kama ni mama mlezi, achana na mzazi, kama labda huyu binti alifiwa na mama yake akalelewa na shangazi yake au mama yake mdogo, niamini Mubali, kwenye harusi, kwenye send off, yule mama aliyemlea binti lazima na kicho kipengele. Lakini hakitakuwepo hicho kipengele kama huyu binti alivyofiwa na mama yake, alilelewa na baba yake tu. Hiyo kipengele ujue hakipo. Sasa ukirudi katika, kwa nini sasa kwamba yani wanaume au labda tusijilaumu sana, au labda tuna hela sisi. Unajua muda mwingine sasa na sababu sio mambo yetu, kama wanaume sio watu wa hizi mambo. Unajua wanaume mapuli kuna mambo mengi yanayowaumiza, mengine ni kama wanakanyagwa bila kuumia. Mimi nimekuwa nikiangalia ile facial expression, muonekano wa uso wa hao ambao wanakuwa merukwa. Anacheka lakini moyoni analia. Kwa sababu kuna mwingine pia ilikuwa hivyo. Sasa wanaume tuliokuepo tumezunguka tukamwambia jamani pale vipi, bahati MC akalileta hilo. Na mimi kwenye harusi nyingi nimeona MC ndo anaokoa. Sawa, yani MC na mwanaume anakuwa ameumia. Kuna MC wa kike wapo. Asilimia kubwa ya ma-MC ni kubwa ya washereheshaji kwenye harusi nyingi ni wanaume kuliko wanawake, japo wanawake pia wapo. Kwa hiyo unakuta MC ana feel, anajisikia kwa sababu ni mwanaume. Yes, ana possess kama what if mimi ndo kijana wangu anaoa, niko hapa na mke wangu, alafu mke wangu ndo sawa, kama ni pesa mama kijana wewe sikiliza, nimeona pale mzigo umeshuka, ufanye utaratibu, inawezekana. Lakini kwa nini kama kwa safe of tunasema kwa maana ya ile fairness, tushauri kifikra, kwa maana ya fairness nafikiri kwa na utaratibu tu kwamba mama na baba wakae wote pale. Au unasemaje Mubali? Sasa pale iko hivi, kukaa wote pia kwa namna nyingine katika mahusiano ya kijamii. Kwa utafiti wangu mwingine, akina mama wana makundi mbalimbali. Utasikia majirani wamemkalisha kiti pale, wewe hutakaa kwa sababu wale majirani zake wala huwajui. Haya, kwenye kikoba watamkalisha. Lakini ninachoshauri mimi, unajua kwa nini nacheka Mubali? Tucheke tu wote. Najua huwa unapata muda unakwenda Mbeya huko kusalimia na kwingineko huko. Nami pia wanapata huo muda. Hivi ulishawahi kwenda kusalimia couples, yani mke na mume ambao pengine umri umeenda au hata kama haujaenda wapo lakini wana nguvu, ukaenda alafu ukataka kuwaachia chochote, wewe unafanyaje? Unawagawanya wote au unampa nani? Kwa maana wale si familia, mke na mume mwili mmoja. Sasa mara nyingi pale, tuanzie hapo, nataka tutengenezee fikra hapo. Mimi pale ninachofikiri, unajua pia kutokana na tabia za baadhi ya wanaume kwamba ukimpa mama ile pale tafanya shughuli za ndio. Lakini ukimpa huyo baba ile mnavosindikizana siku hiyo huenda karudi saa 3 usiku. Kama anaweza kaenda na hata kama akirudi ile ishe. Lakini liache hilo. Turudi kwenye uhalisia. Nitaka nilikokotee huko kama labda pengine nataka nichomekee afu nichomekee hivyo afu nitolee hivyo. Sasa mimi nalichomoa na kurudisha kwenye uhalali wa mtu ambaye mlimzaa baba na mama. Mmemzaa huyo mtoto wote, mmemlea wote, mateso yote mmeyapata wote. Hata hotuba, twende kakipengele kapili, maneno yale ya shukrani yanayosemwa. Hawa vijana waanze kuweka usawa, kwa sababu yanamuumiza yule baba. Sifa zote anarundikiwa mama, na zote ni nzuri. Lakini wakumbuke kwamba hata baba angekuwa ni mtu wa kujidai. Kuna mzee mmoja ni mwanasiasa, kuna mahala alikuwa anaomba kura, nilikuwa Kigoma huko, siwezi hata kumtaja. Sasa hotuba yake nilicheka sana siku nilikuwa na cover ile story na nikakaweka kati ya vile vya utangulizi. Amepigwa vijembe na wanasiasa wenzie, amepigwa vijembe. Mwishoni anasema, ndugu zanguni, shida yangu mimi mpaka naonewa hivi sijui kutamba. Kwa hiyo wanaume wengi hawajui kutamba. Ila majukumu wanafanya, lakini mimi nikwambie kuumia wanaumia. Mfano siku ile tuliona mzee mmoja, hiyo harusi. Ni harusi nyingine nimekuwa na kitafiti vitu vingi. Na kuambia yule mama kawekwa na majirani. Sasa baadaye mpaka watoto wake, yani mama mkwe mtarajiwa anamkalisha. Kwa maana yake pale sikiza, kuwa kuna zawadi mara hiyo. Kuna zawadi ya kwenda kwa maharusi wote. Ambayo pia kuna vikundi. Hata kwa mama pia inakuwa hivyo. Mama anakaa
Watakuja si kikundi cha kina mama na nani, wanamzawadia mama. Rafiki zake na mtoto, umenielewa? Na wenyewe kwa mama. Yaani na hilo ni kapu lake, anakuwa na kapu lake pale lake. Na akiondoka anaondoka nalo hapa. Sio tena la maharusi. Ziko sababu nyingi, tukiacha huo uhalisia ambao hata mfuatiliaji wa fikra za Mubali na Mapuli atakuwa naelewa, ni kwamba ule uhalisia una sababu za kimajukumu, sababu za kisaikolojia, sababu za kikampeni. Sitaacha haka neno kampeni. Nina maana nachomekea, yani haka mimi sichomoi. Haka kenyeka kwa sababu gani? Mazungumzo ya baadhi ya kina mama wawe wa kweli. Utasema kwa kweli nimehangaika sana mwaka huu. Kwa hiyo umehangaika kwenda kutafuta mawakala wa kulipa ada, mwenzio amehangaika kubeba mizigo hayo. Na wanaume wengi hawapendi kuweka wazi, na watoto muda mwingi wako na yule mama. Kwa kisaikolojia kunakuwa na bondi kubwa kwa mama. Kwa hiyo kwa watoto ambao wanafikiria fikra kama hizi ambazo zimetujia na sisi zinakuja, tusini ufunuo zinakuja, yani tunaangalia wafike mahala wajirekebishe. Wewe mtoto wa kike ukisimama pale, uwe na msawazo wa hotuba zako za shukrani. Mtaje baba, mtaje mama. Na zile zawadi mgawe, msiwagombanishe kule. Mwingine namna hili anafunga yale mashuka, tunajua anafungiwaga maroba. Alafu baba anatoka pale kule Usukumani, wanaita nini, mafurushi au ni Kiswahili pia? Ni Kiswahili. Mafurushi limefungwa huko, na alafu wewe mmoja amebeba shati ameiweka hapa. Tuanze kubondi na watoto toka mapema. Sio anakuja miguuni mtoto, nenda kwa mama yako utanichafua, nafanya hivi. Na malizia mfano moja, siku moja bana niwahi kuwa kanisani. Nilikwenda kusali misa ya Kiingereza kidogo. Sasa nilijifunza kitu, ni siku nyingi kidogo. Baada ya ile ibada pale nje kulikuwa na mzungu yuko na mtoto wake mdogo. Kabinti kadogo na miaka 3 au 2 na hiyo. Kale katoto kaliona ndege yuko juu ya pala kanisa. Kakamwambia babake, baba, you see the bird? Babake alikajibu vizuri sana. Akasema yeah, it is beautiful. Kwamba ni mzuri. Mimi ile nilichukua, nilitembea nao sana. Nikasema hivi Usukumani kwetu sisi au Swahilini kwetu, mtoto mdogo akimuonesha baba yake hata kunguru tu, kama baba kunguru yako, wewe achana wewe umjui kunguru, majibu kama. Lakini huyu yani alionyesha kama kufurahia mtu wake kumuona yule ndege. Kwani wako pamoja katika ila sisi kwa mfano, yani mtoto anakuonesha ndege, sijui nyie huko kwa Wahehe ndege yenu si wanaitwaje? Sisi mtoto kama baba, ona yule pale ndege, mpaka wewe mtoka hapo, wewe humjui Jorowe, umeelewa? Wewe humjui Dodorima. Baada ya kama ndege mzuri, yani kwa unakuwa na mtoto akiwa na upendo, hata akija kufikia sehemu ya kuolewa lazima akutengezee mazingira kama bana hapa mshua naye bana alipray party moja mbili. Lakini tofauti na hapo, mtazamaji, Mubali anasema tutasingizia wachawi. Safari utachomekea mengi. Safari itakuwa ndefu. Onishi hapa. Mtazamaji, tunafika mwisho wa fikra za Mubali na Mapuli. Leo tumejaribu kuangazia hili ambalo bila shaka tunaliona mara nyingi kwenye sherehe za harusi, ambapo ikitokea utoaji wa zawadi, basi ni mzazi mmoja tu, mama, ndiye hupewa nafasi ya kutunukiwa ama kutunzwa. Anaambiwa pita mbele, keti, anapewa zawadi za kutosha. Na wakati huo baba naye yupo ndani ya ukumbi huo, baba amekaa zake mezani, kama ni mpiga vyombo anakula vitu, kama ni mnyujusi, lakini yeye hapati nafasi ya kulia baba na wewe njoo kae hapa tukutunze. Baba anaishi kwa mazingira hayo, lakini kumbe wanaume wengi imekuwa ikiwauma. Labda na akiwemo Mubali pia. Na wewe. Sasa na wewe simtaji mimi, akiwemo Mubali. Inawauma. Lakini wako wanaume wengi huko ambao pia bila shaka hii kitendo huwa wanaona kama vile na wenyewe wanastahili, kama baba yuko hai na yuko ukumbini, basi aketi pamoja na mama, ama naye apate nafasi naye akae ajisikie kwamba kweli anayeoa ama anayeolewa ni mtoto wake. Zimekuwa ni fikra za Mubali na Mapuli kupitia TriGen Media. Nenda kwenye account yetu ya YouTube hapo, tafadhali andika tu TriGen Media, utakutana na makala za kutosha hapo kuhusiana na masuala mbalimbali, lakini utazikuta taarifa za kutosha katika nyanja za kitaifa na kimataifa. Utapata makala za kutosha hapo kwenye masuala mazima ya ujasiriamali, masuala mazima ya jamii zetu. Ziko nyingi hapo, bila shaka utafurahia. Na ukitaka zisikupite, basi nenda ukasubscribe ili tukiweka tu unakuwa wa kwanza kuipata. Mimi naitwa Leonard Mapuli na hizi zimekuwa ni fikra za Mubali na Mapuli, na mwenzangu amekuwa
ni Comrade Leonard Mubali. Tunasema kwa leo tunaishia hapa. Tukwambieje wewe? Baki hapo hapo, usiende popote. Asante.